Kwa majina naitwa Apostle Justin December. Leo nitazungumza masuala mazito sana kuhusu nchi ya Tanzania. Nilikwambia ya kwamba niliweza kuiona nchi ya Tanzania nje ndani. Yaani ninapozungumza kwamba nje ndani namaanisha ya kwamba hata vile ambavyo vilifichwa niliweza kuviona. Kama ambavyo unaona nipo katika mlima wa huku Magwepande, bado naendelea kumsihi Mungu. Na kwa kadri ambavyo namsihi Mungu ndivyo naiona Tanzania vizuri. Nimeweza kufanikiwa kuiona Tanzania kwenye masuala ya siasa. Nimefanikiwa kuiona Tanzania kwenye masuala ya sanaa na muziki haya. Na yako mambo mengi sana ambayo Mungu ameniambia kuhusu siasa, ameniambia kuhusu sanaa, ameniambia kuhusu vitu vingi sana ambavyo vinaenda kutokea katika nchi ya Tanzania ambavyo wewe vitakubakiza mdomo wazi. Watu wengi sana wanauliza, sasa itakuwaje? Itakuwaje? Leo nimekuja na majibu ya maswali ya watu wengi sana ambao wanauliza kuhusu Humphrey Polepole, wanauliza kuhusu Askofu Josephat Gwajima, lakini kuna watu wengine ambao hawaamini kuhusu habari za Yesu Kristo, wananiuliza kuhusu habari za Diamond Platnumz. Na mimi nilikwambia kwamba naenda kuzungumza na Diamond Platnumz. Yaani wewe kama ni shabiki wa Diamond Platnumz, nina ujumbe, japo sio ujumbe mzuri sana, ni ujumbe ambao kidogo una masikitiko. Kama wewe ni mtu ambaye unampenda sana Diamond Platnumz na umekuwa shabiki yake wa muda mrefu, umekuwa shabiki yake wa zile kazi ambazo anakuwa anazifanya, leo nina ujumbe mkubwa sana kuhusu Diamond Platnumz. Kwa hiyo leo nitawazungumzia watu watatu. Cha kwanza kabisa nitamzungumzia Humphrey Polepole, lakini cha pili nitamzungumzia Askofu Josephat Gwajima. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye anapendwa sana nchini Tanzania. Kwa hiyo leo nitazungumza kuhusu habari yake, nitazungumza kuhusu yeye, nitazungumza kuhusu huduma ambayo ana makanisa takriban 200 yameweza kufungwa kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika nchi ya Tanzania. Lakini watatu nitamzungumzia Diamond Platnumz. Huyu ni mwanamuziki nchini Tanzania ambaye anapendwa na vijana wengi sana na amekuwa na impact kubwa sana kwa kizazi ambacho tupo nacho. Utaniambia mtumishi wa Mungu, ni kwa nini unamzungumzia Diamond Platnumz ikiwa yeye hahusiani na masuala ya dini? Unanichekesha. Una swali zuri, lakini nitaenda kuzungumza kile ambacho nimekiona kuhusu maisha ya Diamond Platnumz. Unajua wasanii wengi wa asasa wa nchi ya Tanzania, tena wa kizazi kipya ambao wanaimba nyimbo wanaoita mziki wa Bongo Flava, wanatamani kuwa kama Diamond Platnumz, lakini hawajui Diamond Platnumz pale amefikaje na kuna nini ambacho kinamsukuma kufika pale alipo. Ndio maana watu wanasema ya kwamba usione vyaelea ujue vimeundwa. Si kazi rahisi kufika pale alipofika Diamond Platnumz, kwa sababu yako masharti kadhaa ambayo kuzimu ilimpatia Diamond Platnumz aweze kuyatekeleza. Na katika mwezi uliopita Diamond Platnumz hakuweza kuyatimiza yale masharti kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika nchi ya Tanzania. Hivyo sasa kuna sauti niliweza kuisikia ya kwamba ndio mwisho wa Diamond Platnumz. Anguko la Diamond Platnumz limeweza kufika, limeweza kuadiwa. Na nitakwambia hadi historia yake na namna ambavyo alifika pale na masharti aliyopewa Diamond Platnumz mpaka kufika pale sio rahisi. Watu wengi huwa wanajiuliza ni kwa nini Diamond Platnumz ana urafiki na watu wa jinsia moja. Leo nitaenda kukujibu swali lako. Ni kwa nini hawatenge? Ni kwa nini akae nao mbali? Ni kwa nini hawashauri wale watu ambao wanaonekana kuwa na mapenzi ya jinsia moja? Utakuwa umeshapata jibu. Kuna watu wengi sana walikuwa wanamtazamo kwamba Diamond Platnumz anafanya hivi na hivi na vile ili aweze kufika pale alipo. Mimi leo nitaenda kukuambia kile ambacho niliweza kukisikia kuhusu msanii huyu wa Bongo Flava Diamond Platnumz. Nilisikia sauti inaniambia ya kwamba Diamond Platnumz ni kweli alizaliwa na mama yake na baba yake, walimzaa, lakini mtu pekee ambaye alimkusudia Diamond Platnumz kuwepo katika ulimwengu huu ni Mungu mwenyewe. Na Mungu alikuwa anakusudia ya kwamba Diamond Platnumz aje kuwa ni mtu mkubwa sana katika upande wa kimungu, lakini kwa sababu tu hakuwa na tunda linaitwa uvumilivu, akaamua
kuchepusha njia na kwenda kusikiliza vyama vingine vya giza. Na ndo unakuta sasa nyimbo zake zinampromoti shetani, zinapromoti mambo mengine ya ajabu, zinapromoti mapenzi, kwa sababu huko ndiko aliko na huko ndiko ambako anafanyia kazi. Sasa utaniuliza, je, ilikuwaje? Mwaka 1992 kuna sauti Diamond Platnumz alisikia, na sauti hii ilikuwa anaitwa katika utumishi wa kuanza kutangaza habari njema. Tunaposema kwamba kutangaza habari njema, hatuna maana kwamba uwe ni Mkristo tu, uwe Muislamu, uwe Mbuza. Tunaposema kutangaza habari njema ni kuwahimiza watu kufanya yale ambayo Mungu anayataka. Mungu ni Mungu wa upendo sana. Kuna kitu alikiweka ndani ya mwili wa mwanadamu, ndani ya akili ya mwanadamu. Kitu hicho ni pale ambapo anatenda mabaya, anajijua kabisa kwamba hili nililotenda sio zuri, hili ni baya. Na ndio maana maandiko yanasema, mioyo yenu isipowahukumu, mjue mna ujasiri mbele za Mungu, kwa sababu Mungu ni mkuu kuliko mioyo yenu. Kwa hiyo tunaposema kwamba kutangaza habari njema, hatuna maana ya kwamba pengine angekuwa Mkristo ili awe mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti au mwalimu. Hapana. Mungu alitaka Diamond Platnumz atangaze habari njema kupitia ile dini ambayo aliikuta kwa wazazi wake, na kwa sababu ya wazazi wake wanakuwa ni kioo chake, akiwatazama aone hawa ni dini gani. Kama ni Wakristo, basi angetangaza habari njema kwa Wakristo. Lakini wote tunafahamu ya kwamba Diamond Platnumz alizaliwa akiwa ni Muislamu. Kwa hiyo alitakiwa atangaze habari njema kwa kutumia dini ya Kiislamu. Dini zote duniani, hakuna dini ambayo inahimiza mabaya. Hakuna dini ambayo inahamasisha kutenda ubaya kwa mwingine. Dini zote zinahimiza amani, zinahimiza utulivu, zinahimiza kuwatendea wengine upendo, zinahimiza kuwa na amani na watu wote unaowatazama. Kwa hiyo hapa sasa sio swala la dini, ni swala la kutangaza habari njema. Najua utanipinga sana wewe ambaye una dini na umeshikilia sana dhehebu lako, umeshikilia sana dini. Dini haitampeleka mtu mbinguni, wala dhehebu halitampeleka mtu mbinguni. Kitakachompeleka mtu mbinguni sio hii mbingu tunayoiona. Mbingu tunaita, Wakristo sisi tunaita paradise. Ni sehemu ya raha, ni sehemu ya kustarehe, ni sehemu ambayo hakuna huzuni, hakuna kilio, hakuna majuto. Hiyo sehemu unafikaje? Hiyo sehemu unafika kwa ku-experience maisha ya binadamu na kuishi tabia za kimungu duniani. Haijalishi umebebwa na dhehebu gani, lakini wewe utapokuwa kioo cha kufanya matendo mema, kufanya matendo ya upendo ya Mungu mwenyewe, tayari wewe unakuwa umekata tiketi ya kuishi mahali tunapaita mbinguni au paradise, yani sehemu ya kustarehe na sehemu ya raha kabisa. Kwa hiyo haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe ni Mkristo, haijalishi wewe ni Mbuza, haijalishi wewe ni Muhindu, haijalishi wewe ni mtu wa aina yoyote ile, ukishamwamini Yesu Kristo ambaye ndio neno ambao ni uzima ambao ni roho, tayari unaingia katika kipengele cha kuingia pale paradise, kwenda kufurahia, kustarehe na kuenjoy. Lakini sasa Diamond Platnumz, baada ya kukosa uvumilivu kutokana na lile dhehebu ambalo alitakiwa limbebe ili aweze kutangaza habari njema kwa wengine, hivyo akaamua kuanza kumtumikia shetani. Ninapozungumza kuhusu habari za kishetani, nazungumza nguvu za giza. Akaanza kutegemea waganga, na baadaye akaanza kutegemea nguvu zingine ambazo zinadai ya kwamba ni nguvu zinazoweza kumpatia mtu utajiri na umaarufu. Sasa nadhani utakuwa kuna kitu umekipata. Bado unabii huu utaendelea, maana hapa bado sijamzungumzia mtu mmoja anaitwa Humphrey Polepole na Askofu Josephat Gwajima juu ya kile Mungu ambacho amenituma nije nizungumze nao. Shalom shalom, Mungu wa mbinguni akubariki sana.